ugomvi wa Sudani sasa unaelekea miaka 2 na bado solution haijapatikana. Lakini pia tumeona katika upande wa jeshi wiki 3 zilizopita walianza kutamka, lakini baadaye wameanza kuonyesha kwa kuchukua hatua kwamba watatengeneza serikali ya kiraia, na wamefanya hivyo kwa kukusanya vile vyama vya kisiasa ambavyo vinaunga mkono uwepo wa jeshi, watengeneze katiba, wafanye marekebisho ya katiba ya mpito ambayo iliingiza serikali ya kiraia katika mapinduzi ambayo yalimuondoa Rais Bashir. Jambo ambalo limefanya baadhi ya makundi mengine ya kisiasa kuona kwamba hakuna haki kwa jeshi kutengeneza serikali wakati ambao wapo katika hali ya vita na jeshi haina mamlaka kwa sababu haijapewa ruhusa na wananchi kwamba yenyewe ndio iwe muamuzi wa hatima yao ya kisiasa. Kwa hiyo wao hawaungi mkono jeshi. Wakati haya yakitokea, tumeona upande wa wanamgambo nao wakaibuka wakasema kama jeshi linatengeneza serikali basi na sisi tunatengeneza serikali. Sasa umeuliza hatari ya swala hili ni lipi? Hatari kubwa ambayo ninaiona ni kwamba sasa Sudani inaenda kuwa kama ilivyokuwa Libya, Sudani inaenda kuwa kama ambavyo ilivyokuwa Somaliland pamoja na Somalia, lakini pia in short Somalia inaenda kuwa kama ilivyokuwa Cyprus. Kama mnafahamu kuna mgawanyiko mkubwa toka mwaka 84, mgawanyiko mkubwa kati ya Cyprus ya Uturuki pamoja na Cyprus inayoungwa mkono na Yunani ama Ugiriki. Kwa hiyo tunaenda kuwa na nchi mbili ndani ya nchi moja. Sababu hawa wanamgambo, jana kiongozi wa RSF anaitwa Ibrahim Dagalo, yani mdogo wake wa Hemeti au mkuu wa wanamgambo, anasema kwamba tutaanzisha serikali yetu, tutaanzisha fedha zetu, tutaanzisha jeshi letu, lakini pia tutaanzisha pasipoti. Ukiangalia vizuri majeshi yetu Afrika, wanaopewa nafasi ya kuongoza majeshi ama wanaoingia jeshini ni wale ambao wanakuwa hawana uwezo mkubwa sana wa kitaaluma. Yani kwa maana mtu akifeli shuleni ataenda jeshini, mtu yuko mtaani hana shughuli ataenda jeshini, jambo ambalo mwisho wa siku hawa watu wanakuja kuwa na mamlaka makubwa juu ya usalama na mustakabali wa nchi. Kwa ukiangalia nchi nyingi za Afrika zina mfano Sudani sasa hivi wanaweza kaelekea kwenye mgawanyo, lakini jirani yao Libya yupo kwenye mgawanyo tayari toka mwaka 2011-12 wakati wa kuondoka kwa Gaddafi mpaka leo hawajawahi kuwa pamoja. Serikali ya Khalifa Haftar ipo na serikali ya umoja wa kitaifa ipo. Kwa hiyo tuna mifano ya kujifunza, lakini majirani zao wapo kwenye hali mbaya ya kiuchumi ili hali walikuwa katika hali nzuri kabisa kabla ya mgogoro, lakini nchi ya pembeni yake tu Sudani haitaki kujifunza kwa hawa majirani zao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya maslahi binafsi. Viongozi wa majeshi especially katika nchi za Afrika na sana sana kuanzia Afrika Mashariki ya Kati mpaka Afrika Magharibi wametanguliza maslahi yao binafsi dhidi ya maslahi ya nchi. Kumekuwa kuna kawaida nchi kubwa kutumia nchi ndogo kumkaribisha jirani. Kenya imemkaribisha Dagalo, lakini watu wanasema kwamba kuna nchi kubwa nyuma ambazo zina uwezo mkubwa wa kifedha ndo zimeshawishi Kenya iweze kukubali, kwa sababu hili swala ni moja kwa moja linaingiza Kenya katika kupambana kidiplomasia pamoja na Sudani, na hii ina madhara hata kibiashara, kwa sababu chai nyingi ya Kenya inauza Sudani. Chai ambayo inauza Sudani inatokea Kenya, na Wasudani wako proud sana na chai ya Kenya. Kwa hiyo Wakenya wanajua kwamba hili swala linahusisha masuala mazima ya kibiashara, lakini pia ndege za Kenya zinaenda Sudani, Kenya Airlines. Kwa hiyo linahusisha masuala ya kibiashara au kidiplomasia kiujumla. Lakini wamechukua hatua hii kwa sababu wanaamini kwamba mwisho wa mapigano haya hili kundi wanaloliunga mkono ndilo ambalo litachukua nchi, kutokana na nchi zenye nguvu kuliunga mkono kundi hili la Dagalo. Kwa mtazamo wangu kwamba hizi nchi kubwa huwa zinaangalia nchi gani ni rafiki sahihi wa kufanya naye mazungumzo. Mfano, ukiangalia Kenya haina nafasi kubwa sana katika mwelekeo wa siasa za Sudani. Haina huo ushawishi, wala haina nguvu ya kijeshi, wala haina nguvu ya kiuchumi, haina chochote isipokuwa Kenya naweza kusema ni platform nzuri ya nchi zingine kuitumia katika maslahi yao dhidi ya nchi nyingine. Kwa hiyo kinachofanyika Kenya naweza kusema Kenya ni muhanga. Kenya ana madeni nje. Kenya anahitaji kuungwa mkono na nchi kubwa kama Marekani pamoja na nchi za Ulaya. Kwa hiyo ni kama vile amekuwa muhanga, anatumiwa na nchi zile kubwa za Ulaya pamoja na Marekani pamoja na nchi zingine za Uarabuni ili aweze kutekeleza maslahi ya wale watu, ili na yeye aweze kupata maslahi yake ya kiuchumi. Kenya yupo kimaslahi, hana uhusiano wowote na Sudani, si kihistoria wala kinamna yoyote ile. Yupo pale kimaslahi na anaamini baada ya hili huenda Kenya ikapata maslahi makubwa zaidi.
zaidi kuliko ambavyo yapo hivi sasa. Abdallah Hamdok baada ya kuondolewa katika serikali, kama tunavyojua yule ni mtumishi wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo aliondoka Sudani akaenda nchi jirani. Alipofika kule akawa anashawishi wale aliofanya nao kazi ile serikali ya kiraia waweze kuungana kuweza kushinikiza jeshi pamoja na RSF waweze kukaa kurudisha nchi katika hali ya utulivu na kurudisha hali ya kisiasa kama mwanzo. Kosa kubwa alilolifanya ni kuweza kuingia makubaliano na kikundi cha wanamgambo bila kuwashirikisha jeshi kwanza. Maana yeye alikuwa ni mtu wa katikati. Kwa hiyo ilitakiwa kwanza awaconsult jeshi, kisha baada ya hapo vile vile awaconsult wanamgambo. Lakini tuliona ghafla katika vyombo vya habari Hamdok anakutana na Hemedti yule kiongozi wa RSF Ethiopia, na wanaingia katika makubaliano ambayo alidai kwamba yangeweza kwenda kuleta amani Sudani. Jambo ambalo lilifanya jeshi waseme kwamba hawa serikali ya kiraia wako upande wa wanamgambo, kwa hiyo sisi hatuwezi kuwapokea wala kuwasikiliza. Kwa sababu jeshi linaamini lenyewe ndio lingekuwa lina haki zaidi ya kuanza kuzungumzishwa, na kama kuna makubaliano lingeanza kuhusishwa lenyewe kwanza kabla ya kuhusishwa wanamgambo, kwa sababu jeshi linaamini wanamgambo ni wana nafasi ya tatu baada ya wao jeshi kuwa katika nafasi ya kwanza. Kwa hiyo alifanya hilo kosa kubwa la kimkakati. Kadri vita inavyoenda, tuliona Burhani anasema vyovyote itakavyokuwa Hamdok hatakuwa na nafasi katika serikali inayokuja ya kiraia, na akasema wazi wazi, Hamdok sema unavyosema, lakini awamu ijayo ya serikali ya kiraia hautakuwa na nafasi. Sasa hii ni siasa. Kuna wale ambao wako katika kundi la Hamdok wakaona kwamba mustakbali wao hautakuwa unaeleweka wakiendelea kushikana. Na jeshi mbaya zaidi likasema kwamba yoyote atakayejitoa katika kundi la Hamdok akaunga mkono jeshi, basi tutakuwa naye tutakapokuwa katika serikali ya kiraia. Sasa hili ndio jambo ambalo likafanya sasa ule umoja ukagawanyika. Baadhi wakaunga mkono jeshi na baadhi wakaendelea kubaki. Vikwazo ambavyo alivitoa Rais Biden kipindi cha mwisho kwa upande wa jeshi, lakini pia kwa upande wa wanamgambo sana sana vilikuwa ni vikwazo vya kidiplomasia, haviwagusi moja kwa moja. Ukiangalia vizuri, Sudani imetengwa na Umoja wa Mataifa au na Marekani au na nchi za magharibi tangu wakati wa serikali ya Rais Bashir. Kwa hiyo wao tayari wana channels namna gani wanaweza wakadili na nchi za kimataifa bila kutegemea Marekani na nchi zingine. Na adhabu zilizotolewa ni za kawaida. Marekani wale maafisa wa jeshi wasiende Marekani. Ishoti vikwazo ambavyo Rais Bashir kwa miaka yote aliyotawala Sudani alikuwa navyo, na aliweza kuimarisha jeshi lake na kuweza kuendelea kuiongoza Sudani bila shida yoyote. Kwa hiyo wao wanajua, kwa sababu pale Sudani kuna mkono wa Urusi ambaye hajali kabisa adhabu za Marekani. Kuna mkono wa Irani ambaye hajali kabisa adhabu za Marekani. Lakini pia Emirates ana maslahi makubwa Sudani, ambaye naye anaangalia maslahi yake kupitia kundi la RSF. Kwa hiyo ukiangalia kuna wadau wengi, nchi nyingi za kimataifa ambazo zimeshaingilia pale Sudani. Kwa hiyo hata Marekani itakapoweka adhabu bado haitakuwa na msaada mkubwa sana, kwa sababu tayari hizi nchi zina mashirikiano na nchi zingine ambazo nazo zina maslahi pale Sudani. Yanayotokea Sudani yana athari katika nchi za karibu. Ukiangalia wahamiaji wakimbizi wengi wanakimbilia Misri, wanakimbilia Chad, wanakimbilia Afrika ya Kati, South Sudan, wengine wamekuja mpaka Tanzania, wengine wameenda Kenya, wengine wapo Uganda. Lina athari kubwa kimataifa. Lakini Sudani haipewi kipaumbele kwa sababu za kihistoria. Ukiangalia mfano mgogoro wa Syria, Rais Trump alipoulizwa alisema si Syria sio marafiki zetu. Kwa maana kama Syria ingekuwa marafiki zao tungeona nafasi ya Marekani ikiwa kubwa sana katika mgogoro ambao ulitokea kumuondoa Rais Assad. Hivyo kwa Sudani, nchi kubwa kama Marekani naamini zilikuwa zina uwezo mkubwa sana wa kuchukua hatua kubwa. Mbona waliweza kuingia Libya mwaka 2014? Walipitisha azimio katika Security Council, kisha baada ya hapo wakaingiza jeshi. Tena waliingiza jeshi la NATO ambalo Libya hakuwa hata mwanachama au raia wa Libya si wanachama wa NATO mpaka NATO waingie, lakini walitumia kila njia kuhakikisha amani inarudi Libya. Lakini kuna kigugumizi kikubwa sana Sudani. Sababu za kihistoria ndizo zinachangia, kwa sababu Marekani hana historia nzuri Sudani. Marekani na Sudani wamekuwa na mgogoro mkubwa toka zamani. Sababu Marekani inaamini kwamba Sudani ndio ilikuwa inalea magaidi ikiwemo Osama bin Laden, kwamba Sudani ndio ilikuwa inahusika. Lakini pia baadhi ya balozi zilizokuwa zinapata shida katika nchi za karibuni za pembezoni mwa Sudani walikuwa wanaamini kwamba Sudani ndio ambao wanasababisha balozi hizo zikose utulivu wa kiusalama. Kwa hiyo Marekani haikuwa na kipaumbele chochote Sudani, kwa maana haina kitega uchumi chochote, haichukui mafuta, haichukui madini, haichukui chochote. Kwa hiyo na unavyojua siasa za Marekani ni kwamba wao wanaangalia maslahi yao kwanza. Je, hili swala lina maslahi gani na sisi? Ndio maana Trump alivyoingia tu kipaumbele chake kimekuwa ni zile nchi ambazo wana maslahi nazo.
Israeli, Ukraine. Unaona huko ndo amefocus macho yake kwa sababu huko kuna maslahi ambayo Marekani inapata. Lakini Sudani hakuna maslahi ambayo Marekani inapata. Sana sana amani ambayo Marekani inajinasibu kwamba ndio inatuliza amani, na hili swala liko chini ya Umoja wa Mataifa, na unaona msimamo wa Trump kuhusiana na Umoja wa Mataifa toka alivyoingia. Anaamini kwamba ni umoja ambao unatumia pesa nyingi za walipa kodi wa Marekani na hauleti matunda makubwa kwa ulimwengu na kwa Marekani. Kwa sehemu kubwa ambao ninawasiliana nao, wao wanatamani hawa wanamgambo wasirudi kwenye serikali kwa namna yoyote ile, kwa maana ya kusiwe na mazungumzo ya amani. Wanatamani jeshi limalize hili swala la hawa RSF, na baada ya hapo iundwe serikali ya kiraia, kwa sababu wao wanaamini kwamba waliofanyiwa na RSF hayavumiliki. Nina mfano kabisa wa mwalimu wangu ambaye binti yake amefanyiwa vitendo vibaya sana na jeshi. Mwalimu wangu hakuwa mwanajeshi, jambo ambalo lilimfanya achukue silaha apigane, aungane na jeshi kupigana dhidi ya wanamgambo kwa sababu tu binti yake amefanyiwa vitu vibaya na hawa wanamgambo. Na wanamgambo wamekuwa maeneo yote ambao wameyachukua, wanachukua familia zao wanazipeleka kule. Kumekuwa hadi kuna vichekesho katika mitandao ya kijamii. Unaona nyumba ya mtu, wanamgambo wameingia, wanaishi, wanavaa nguo zao, wanapiga selfie, yani ni kama vile kwao, wanageuza kama vile ni kwao. Na ndivyo hivyo walivyofanya Khartoum. Sasa makubaliano ya Jeddah, moja ya misingi mikubwa ya makubaliano ya Jeddah ilikuwa yalofanyika Saudi Arabia ni kwamba RSF waondoke kwenye makazi ya watu ili kuonesha nia kwamba wanataka amani, jambo ambalo RSF walilikataa. Yani mpaka leo hii bado wanaishi kwenye nyumba za watu. Kwa hiyo raia hawataki tena, yani mambo yanayozungumzwa ni kwamba RSF kwa namna yoyote wasiweze kurudi tena katika serikali, kwa sababu RSF moja ya tekniki zao za kupigana na jeshi ni kukaa katika nyumba za raia, jambo ambalo ni kinyume kabisa na mtindo wa upiganaji wa jeshi wa kisasa. Kwa maana inatakiwa tukutane katika uwanja wa mapambano, njoo kwenye maeneo ya kambi za jeshi, nije kwenye maeneo yako ya kambi za jeshi na kadhalika, lakini usiguse maeneo ya raia. Ukiangalia kama mkoa unaitwa Al Jazeera, ambao ndio mkoa wa kwanza kabisa jeshi liliweza kuchukua katika kipindi cha miezi kadhaa, na ndio mkoa ambao ulionyesha ishara kwamba sasa jeshi limeanza kupata nguvu. Kuna raia walikuwa wanalalamika kwamba jeshi lilikuwa linafanya vitendo ambavyo sio vya kiungwana. Lakini upande wa jeshi sababu zao wanatoa kwamba kuna wanamgambo wa RSF wanajivisha mavazi ya jeshi kuonyesha kwamba jeshi linafanya vitendo vya ovyo. Na wao jeshi wanasema kama tukimbaini mtu anafanya vitendo vya ovyo basi tutamchukulia hatua. Kwa hiyo jeshi limekuwa likikanusha. Lakini RSF wao wamekuwa wakikiri, ndio tatizo linapoanzia hapo. Hemiti anatoka mbele anasema kwamba kwa ubaya uliotokea kwa raia tutalirekebisha hili swala. Tutawakamata wote hao ambao wamefanya hayo matatizo na tutawachukulia hatua. Hiyo wanakiri, jambo ambalo limefanya sasa raia waamini kwamba kumbe RSF ndio wanaofanya. Njia mbili zinaweza zikasaidia ugomvi wa Sudani kumalizika. Njia ya kwanza si salama sana, ni njia ya kijeshi. Kwa maana ya tumeona baadhi ya nchi njia za kijeshi zimefanya kazi. Ukiangalia Syria njia ya kijeshi imefanya kazi. Lakini baadhi ya nchi njia ya kijeshi haijafanya kazi. Kwa njia ya kwanza ni njia ya kijeshi, lakini hii inahitaji upande mmoja upewe nguvu iliyopitiliza ili iweze kumaliza upande mwingine. Na hicho ndicho ambacho jeshi wanakiamini kwamba kinawezekana. Lakini njia ya pili ambayo inaweza kuleta amani ni njia ya mazungumzo. Muda wowote ambao jeshi litasema tukae chini tuzungumze, vita Sudani inaisha. Lakini shida ya njia hii ya pili kwa Sudani ni hofu iliyopo ndani ya jeshi. Kwa sababu raia wengi wamekuwa wakichukia ili kundi la RSF, lakini pia wale ambao walikuwa katika serikali ya Bashir wote wanaunga mkono jeshi kwa lengo kwamba huyu Hamdan Dagalo asipate nafasi tena katika serikali ijayo. Kwa hiyo jeshi lina hofu kwamba tukifanya mazungumzo na RSF, hawa wanajeshi waliopo ndani ya serikali waliokuwa wa serikali ya Bashir ambao wako ndani ya jeshi letu na wengine wana vyeo vikubwa wanaweza wakatupindua. Kwa hiyo wamekuwa wana msimamo kwamba vyovyote itakavyokuwa lazima jeshi lipigane. Na hii wamesema wazi wazi hata wa RSF kwamba kinachokwamisha mazungumzo ni wale ambao wana itikadi ya Rais Bashir ambao wapo bado katika serikali ya jeshi. Wamekuwa wanashinikiza viongozi wa jeshi kwamba hakuna kwenda kwenye mazungumzo. Kwa sasa Burhani ni dhaifu kwa sababu saizi nguvu kubwa anayopewa ya kupigana ni wale waliokuwa wanamuunga mkono Bashir. Wameweka ugomvi wao pembeni kwamba sasa tunakuunga Burhani umalizane na hawa watu, lakini ukishamalizana nao sisi tuna nafasi katika jeshi.
Kwa hiyo njia ya pili inaweza ikawa ngumu kidogo ya kukaa kuzungumza kwa sababu ya hofu iliyopo ndani ya jeshi, lakini ndio ilikuwa njia sahihi zaidi ya kumaliza vita kwa mazungumzo, kwa sababu kila nchi ambayo itaka kumaliza vita kijeshi ilikwama. Naweza nikutajia mifano nchi hata zaidi ya 10. Ukiangalia Libya walitaka kumaliza kijeshi. Khalifa Haftar alitaka amalize ile ugomvi wa Libya kijeshi kwa kwenda kuishambulia serikali ya umoja wa kitaifa, amekwama. Sasa hivi Libya imegawanyika. Angalia Korea Kaskazini na Kusini, mpaka leo imegawanyika. Angalia Cyprus, mpaka leo imegawanyika. Ugomvi bado unaendelea. Angalia Yemen, mpaka leo imegawanyika. Ugomvi bado unaendelea. Angalia Israel na Palestina, mpaka leo imegawanyika kwa sababu wamekataa njia ya kidiplomasia ya two state solution. Wanataka kwamba Netanyahu anaamini kwamba vita inaweza ikaamua usalama na hatima ya taifa la Israel pamoja na Palestina. Kwa hiyo njia ya kivita haijawahi kuleta solution sahihi katika huu ulimwengu. Kwa hiyo njia ya mazungumzo ndio imekuwa njia rahisi. Na hata Umoja wa Mataifa mafaili yao yote yanaonyesha solution ya maeneo yote ni ya kukaa chini kuzungumza, na pindi watakapozungumza ndipo ambapo ugomvi utakapomalizika.